mabao mawili kutoka kwa Abdul Hamis Suleiman Sopu, mawili kutoka kwa mchezaji wa kimataifa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jephte Kitambala Bola, bao lingine moja kutoka kwa Pascal Msindo na mabao mengine mawili kutoka kwa Idi Nado yalitosha kuipa Azam ushindi wa mabao 7-0 dhidi ya KMKM katika mechi ya pili ya raundi ya pili ya awali kwa nia kufuzu hatua ya makundi kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo kwa ujumla wake Azam ikawa sasa imepata ushindi wa mabao 9-0, kwa sababu katika mechi ya kwanza iliyofanyika kwenye uwanja wa New Amani Complex pale visiwani Zanzibar, Azam walishinda kwa mabao 2-0. Kwa hiyo kwa ujumla wake imepata mabao 9-0 na kuingia kwa kishindo kwenye hatua ya makundi kombe la shirikisho la CAF kwa msimu 2025-26, ikiwa ni rekodi ya aina yake kwa Azam tangu kuanzishwa kwake. Haikuwa imewahi kuingia katika hatua ya makundi ya michuano yoyote ya klabu ya CAF, kwa maana ya kombe la shirikisho hili ambalo sasa imeingia hatua ya makundi, lakini pia ligi ya mabingwa barani Afrika. Inafahamika wazi mara zote ambazo Azam imekuwa ikiwakilisha nchi katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika na kombe la shirikisho barani Afrika hutolewa mapema, haiingii katika hatua ya makundi. Lakini sasa kwa ushindi huu wa kishindo umeifanya Azam iingie katika hatua ya makundi. Ni jambo la kihistoria kwa klabu ya Azam. Kongole nyingi kwao, hasa chini ya kocha Flora Ibenge ambaye ametwaliwa na Azam bila shaka katika malengo yao sio tu kupigania mataji ya ndani, bali pia kuipeleka Azam mbali katika michuano ya klabu ya CAF na ikibidi kutoa ubingwa. Kwa namna ambavyo Azam kikosi chake kilivyo, rasilimali watu kwa maana eneo la kuchezea, benchi lake la ufundi, support kubwa ambayo siku zote hutoka kwa management ya Azam, ni dhahiri kwamba kwa msimu huu hiki kilichokifanya Azam kwa kuwafunga Watanzania wenzao KMKM na kutinga hatua ya makundi ya kombe la shirikisho kwa kishindo cha mabao 9-0 ni mwanzo tu wa mambo mengi mazuri yanayokuja kwa Azam, kwa sababu hawana sababu yoyote ya kutofika mbali kwenye michuano ya CAF kwa kuzingatia juu ya kile nilichogusia: benchi la ufundi lilo imara, wachezaji nyota kwa kila nafasi wenye uwezo wa hali ya juu na vipaji, lakini pia sapoti kubwa kutoka kwa uongozi wao ambao sasa una uzoefu wa kutosha katika michuano sio tu ya ndani bali pia michuano ya CAF. Walichokuwa wanamisi ni kuingia tu katika hatua ya makundi, jambo ambalo sasa wamelifanya kwa kishindo. Lakini sio hilo tu. Tunaposema Azam ina benchi imara la ufundi, ni pamoja na huyu kocha wao Flora Ibenge ambaye yeye katika historia yake inaonyesha wazi kwamba ni mzuri sana wa kufanikisha timu anazoziongoza kufanya vizuri kwenye michuano ya CAF, iwe ya klabu na hata timu ya taifa, kwa sababu ikumbukwe Ibenge ni mshindi wa taji la michuano ya CHAN akiwa anaiongoza timu ya taifa lake Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ashatoa ubingwa wake. Ibenge ameshatoa ubingwa wa michuano hii ya kombe la shirikisho barani Afrika CAF akiwa na klabu ya RS Berkane ya Morocco. Ibenge mataji ya ndani ameshatoa mara kadhaa, ikiwamo taji la ligi kuu ya Sudan alilolitoa msimu tu uliopita 2024-25 wakati klabu yake ya Al Hilal Omdurman aliyokuwa akitumikia kabla ya kutoa Azam ilipokuwa ikishiriki katika ligi kuu ya Mauritania ambapo ilitoa ubingwa, lakini kwa taratibu za namna ya kutoa ubingwa wao wakiwa kama timu waalikwa wao Al Hilal Omdurman na wenzao wa El Merreikh katika ligi kuu ya Mauritania, kwamba utakapotoa ubingwa katika Mauritania, huyu bingwa Mauritania unakuwa bingwa wa nchini kwao Sudan, ambako hali ya machafuko ya kisiasa imefanya mpira wa miguu usichezwe kwa taratibu zile za CAF. Kwa sababu hiyo ametoa ubingwa wa ligi kuu ya Sudan na amefanya hivyo kwa kushinda katika ligi kuu ya Mauritania. Lakini pia pale Sudani inafahamika vile vile msimu uliomalizika 2024-25 alipeleka Al Hilal Omdurman mpaka hatua ya robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika, wakiwa wameongoza katika kundi la A walikokuwa na timu ngumu za MC Alger, Yanga, lakini pia na TP Mazembe Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Al Hilal Omdurman wakamaliza kileleni. Hapa tunapozungumza, Al Hilal Omdurman ni miongoni mwa klabu 10 zinazowania tuzo ya kuwa klabu bora ya mwaka ya CAF, ambapo imefanya hivyo kutokana na kile walichokipata wakiwa chini ya Flora Ibenge kwa msimu 2024-2025. Ana uzoefu mkubwa, nimetaja tu baadhi ya vile ambavyo amewahi kuvifanya, lakini sasa yupo Azam. Azam kwa kujua kwamba wanakocha imara sana,
hawakuishia hapo, wameimarisha zaidi kikosi chao. Azam siku zote anafahamika na wachezaji wengi wenye kipaji, lakini bado kwa msimu huu wakaongeza wachezaji wengine wenye wasifu mkubwa. Yupo Jefte Kitambala Bora. Jefte Kitambala Bora inafahamika wazi kwamba ni miongoni mwa nyota katika ligi kuu ya Kongo, aliyetoa katika ligi kuu Tanzania bara. Katika msimu uliopita wa ligi kuu ya Kongo, huyu Jefte Kitambala Bora alikuwa ni top scorer namba 2 katika ligi kuu ya Kongo. Mfungaji bora akiwa ni Horso Mwaku Malanga ambaye hivi sasa yupo Singida Black Stars, lakini aliyetoa nafasi ya pili, aliyeshika nafasi ya pili kwa ufungaji alikuwa ni Jefte Kitambala Bora, mchezaji ambaye ni miongoni mwa nyota wanaotumainiwa katika timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hivi karibuni aliwakilisha taifa lake katika michuano ya CHAN iliyoandaliwa kwa pamoja na Tanzania, Kenya na Uganda. Jefte Kitambala Bora, mshambuliaji mwenye umbile zuri la mapambano dhidi ya mabeki, ana uwezo mkubwa wa kujua wapi pa kusimama ili kufunga. Sasa sio tu Jefte Kitambala Bora, Azam wameongeza nyota wengine. Yupo Al-Taib Benzitoun, mchezaji wa kimataifa kutoka Tunisia, ni miongoni mwa wale ambao wapo Azam. Zitoun yeye wamemtoa katika klabu ya Al Hilal Omdurman, lakini kuna golikipa Fofana aliyekuwa Al Hilal Omdurman yupo ndani ya Azam miongoni mwa wachezaji wapya. Yupo Hamid Barakat Fundi yumo ndani ya Azam FC, naye ni mchezaji wa kimataifa kutoka Tunisia, lakini wanaungana na nyota wa kutosha ndani ya kikosi cha Azam, kina Kabinko, akina Faisal Salum Feitoto, Idi Nado, lakini Yoro Diaby, kina Zuzu na wengine wengi ndani ya kikosi cha Azam. Na hivyo ukiangalia aina wachezaji walionao, benchi la ufundi chini ya Ibenge ambaye anajua namna ya kucheza mechi za CAF ili kupata mafanikio, support kubwa wanaopata kwenye management yao ambayo misimu yote haijawahi kuwa nyuma, ni dhahiri kwamba sasa Azam wanakwenda kuandika historia, sio tu hii ya kuingia hatua ya makundi, lakini pia wanaweza kufika mbali zaidi na pengine kuweza hata kutoa ubingwa na kuinua nchi ya Tanzania katika medani za mpira wa miguu, kwa sababu wanazo rasilimali za kutosha kama nilivyotoka kueleza, lakini pia wanaye kocha imara anayefahamu njia za kupita, namna ya kukabiliana na wapinzani kwa mechi za nyumbani na ugenini katika michuano ya CAF, maana ameshakuwa mshindi mara kadhaa kama nilivyotoka kuzungumza. Lakini jambo lingine zuri sio tu kwa mashabiki wa Azam, lakini pia kwa Watanzania kwa ujumla, ni kwamba ushindi wa Azam dhidi ya ndugu zao wa KMKM ambao umewafanya waingie katika hatua ya makundi michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika umeifanya Azam sasa iwe miongoni mwa klabu bora barani Afrika. Ndio hivi sasa imo katika orodha ya klabu bora barani Afrika kwa viwango, kwa taratibu za CAF ambazo kwa kawaida huwa inawezesha timu kuwamo katika orodha ya klabu bora kwa kigezo kimoja tu kikubwa, kwamba iingie walau hatua ya makundi katika michuano yake ya klabu, kwa maana ya ligi ya mabingwa au kombe la shirikisho ndani ya misimu mitano. Sasa kwa msimu huu kitendo cha kuingia hatua ya makundi, tayari Azam imo katika orodha ya klabu bora barani Afrika. Hapo kabla Azam haijawahi kuingia katika orodha ya klabu bora barani Afrika kwa sababu hakuna msimu imewahi kuingia hatua ya makundi ya michuano ya CAF ya klabu kwa maana ya ligi ya mabingwa ama kombe la shirikisho. Lakini sasa Azam wamekuwa na sifa hiyo, tayari wameingia katika orodha ya klabu bora barani Afrika. Hilo moja. Lakini pili, Azam wameongeza pointi za Tanzania bara, ligi kuu Tanzania bara, NBC Premier League katika taratibu za CAF, kwa sababu klabu katika ligi inayoshiriki zinapoingia tu makundi zinapata pointi ambazo kwanza zinatumika na zenyewe katika kujua zinashika nafasi ipi kwenye viwango vya ubora, lakini pili zile pointi zinaingia katika kapu kuu la ligi husika ili kujua ligi mwisho wake inakuwa ya ngapi kwa viwango vya ubora, huku ikikumbukwa ligi bora 12. Sifa hiyo inaifanya ipate nafasi ya kuwa na timu mbili katika michuano ya CAF. 2 klabu ligi ya mabingwa barani Afrika, 2 kombe la shirikisho barani Afrika. Azam wameongeza pointi katika ligi kuu Tanzania bara. Na hiko vipi? Ni kwamba kwa taratibu za CAF timu zote zinazoingia katika hatua ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika zinajihakikishia pointi 0.5. Ndio. Hapa ni kabla hazijaanza kucheza hizo mechi za hatua ya makundi. Yaani kwa lugha nyingine, timu zinazomaliza mkiani kwenye makundi ambayo huwa na timu 4, timu 16 ndio ufuzu makundi. Sasa zile zinazomaliza mkiani zinapata pointi 0.5. Lakini timu ikimaliza ya pili kutoka mkiani inapata pointi 1. Timu inomaliza miongoni mwa nafasi 2 za juu ambazo
maana yake ni kwamba zinafuzu kwa hatua robo finali, zinapata pointi 2-2. Ukienda nusu finali pointi 3, finali pointi 4, ukitoa ubingwa pointi 5. Zile pointi katika msimu husika, hapa tunazungumzia 25-26, unazidisha mara 5. Ingekuwa zimepatikana msimu uliopita 24-25, tunazidisha mara 4. 23-24 mara 3. 22-23 mara 2. 21-22 mara 1. Ndio jumla ya misimu 5 kuanzia msimu uliopo. Sasa Azam kwa kuingia tu makundi kombe la shirikisho, wote wanaoingia makundi wanapata pointi 0.5, kwa sababu hakuna mwenye uhakika haswa atamaliza nafasi hii, isipokuwa mkiani ni ya uhakika ushaipata. Ndio. Lakini juu ya wapili kutoka mkiani au umeongoza ni baada ya mechi kuchezwa. Kwa hiyo ukiingia tu pointi za uhakika ni 0.5. 0.5 mara 5 maana yake hapa pana pointi 2.5 moja. Lakini 2 ni kwamba pointi hizo zinaenda kuongeza katika kapu kuu la ligi kuu Tanzania bara, ambazo pointi zake mpaka sasa zinaifanya iwe ligi ya 5 kwa ubora barani Afrika, ikizidiwa tu na ligi kuu ya Misri, ligi kuu ya Morocco, ligi kuu ya Afrika Kusini na ligi kuu ya Algeria. Ligi kuu Tanzania bara inashika nafasi ya 5 hivi sasa ikiwa na pointi 58. Lakini pale Azam ilipoingia tu ya makundi, maana tunaongeza pointi 2.5. Sasa hivi ligi kuu Tanzania bara ina pointi 60.5, ikisubiri sasa hatima ya Yanga inayocheza baadaye, ikisubiri hatima ya Wekundu wa Msimbazi Simba, ikisubiri hatima ya Singida Black Stars inayocheza pia baadaye. Nazo zikifuzwa tu ya makundi zinazidi kuongeza pointi za Tanzania, kwa sababu kwenye ligi ya mabingwa ukiingia tu unahakika pointi 1. Kombe la shirikisho ndio pointi 0.5. Kabla ya hiyo hatua ya makundi kuanza, ukiingia ligi ya mabingwa hatua ya makundi kuna pointi 1, ukizidisha mara 5 itakuwa pointi 5. Kwa hiyo Yanga wakiingia wataongeza pointi 5, Simba wakiingia wataongeza pointi 5, Singida Black Stars ambayo inashiriki kombe la shirikisho ikiingia itakuwa kama Azam, itapata 0.5, unazidisha mara 5. Sasa kabla ya kucheza mechi yao dhidi ya KMKM, Azam haikuwamo katika orodha ya klabu bora barani Afrika. Kwenye orodha ilikuwa inaonyesha kuna namba 1 mpaka 75 miongoni mwa klabu bora. Klabu zilizokuwa zikishika nafasi ya 61 kwa ubora zilikuwa 2, ambazo zote zilikuwa na pointi 2.5, ambazo ni zipi? Kulikuwa na klabu ya Orapa United, nyingine ilikuwa inashika nafasi ya 61 pamoja na Orapa United ni timu ya Black Bulls ya Msumbiji, yenyewe pia ilikuwa ina pointi 2.5. Lakini pointi 2.5 maana yake tayari zilikuwa za 61 wakati huo. Msimu hii misimu 5 ikihesabiwa kuanzia 2020 na 2021 mpaka 2024 2025, misimu 5. Lakini kwa sababu tumeingia msimu wa 2025-26, huu wa 2020 unakatwa. Kwa hiyo kuna 2021 2022 mpaka 2025-26 ambao ndo tuliopo. Misimu 5 imebadilika. Kwa hiyo kuna timu zitadondosha point kwa sababu zilikuwa nazo kwenye msimu wa 2021. Timu zilizovuna point katika msimu huo kwenye orodha ya klabu bora barani Afrika ni timu 31. Zina pointi ambazo wakati zinaingia kwenye msimu huu zimezipata kutokana na kiwango chao kwenye msimu wa 2020-21. Timu hizo zote pointi zao za msimu huu zimeathirika kwa kuondoshwa, kwa sababu msimu haupo tena ukihesabu misimu 5 kuanzia msimu huu. Kwa hiyo Azam si haba, kwa sababu tayari zinawapaisha. Kwa hiyo Azam pointi 2.5 zinaifanya iwe miongoni mwa klabu bora barani Afrika. Nimejaribu tu kuhusia, lakini baada ya timu zote kujulikana zilizoingia hatua ya makundi ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho, tutajua haswa Azam inakwenda kushika nafasi ya ngapi, lakini tayari imeshaingia katika orodha ya klabu bora barani Afrika, huku pia zile pointi zake zikiendelea kuongeza mtaji wa ligi kuu Tanzania bara kwenye kapu lake la pointi. Kwa ufafanuzi zaidi tutautoa kupitia jukwaa hili baada ya mechi zote za marudiano raundi ya pili ya awali kwa kufuzu hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika na kombe la shirikisho barani Afrika, kufahamika nani na nani walioingia hatua ya makundi, kwa sababu tunatarajia kutakuwa na mabadiliko makubwa kwenye viwango vya ubora kwa klabu na ligi, kwa sababu kuna klabu zitaongeza points kwenye ligi zao, kuna clubs zitachemsha kwenye ligi zao, lakini pia klabu za Tanzania ambazo mbali na Azam ambayo tayari za ligi kuu Tanzania bara ambayo tayari imeshapata pointi, tunasubiri juu ya Singida na Yanga muda mchache baadaye, lakini Wekundu wa Msimbazi Simba kesho dhidi ya Nsingizini Hotspur kwenye uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam. Matarajio ni kwamba timu hizi za Tanzania zote
zitasonga mbele na kuzidi kuipeperusha vyema bendera ya Tanzania katika medani za mpira wa miguu barani Afrika. Kongole kwa Azam kwa hatua hii ya kihistoria kwao, lakini pia kwa kuwa na mchango wa kuiwezesha ligi kuu Tanzania bara kuendelea kuwa juu zaidi. Na matarajio ni kuona sio tu sasa imeshaingia hatua makundi, lakini ikifika mbali zaidi, maana wanao wachezaji wenye uwezo huo, wana benchi la ufundi lenye uwezo huo, wana uongozi thabiti wenye uwezo huo wa kuipeleka Azam kule inakotaka. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke, almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.